Mimi bibi yangu yani ningejua bibi yangu alichotaka kunirithisha. Yani kwanza hata hizo mambo za ndio bibi sijui yani ningeachaga my friend. Sikujua tu. Yani bibi yangu mwenzangu tulikuwa yani kwetu sio wajukuu wako wengi, unajua bibi yangu mimi kazaa watoto wengi, kwa hiyo ana wajukuu hivi. Alafu hapo sehemu ambako bibi anaishi nyumbani kwake ni kuna nyumba kubwa ya familia, yani kuna nyumba kubwa ya familia tena nyumba ya ghorofa, yani maeneo huko town, kwa hiyo ni pakubwa kishenzi yani. Sasa kuna vyumba vingi ambavyo hata sisi tungeamua kukaa kila mmoja kumle ndani, yani nadhani hata nyumba ile isingejaa. Lakini ilikuwa mimi kila tukienda kwa bibi labda kuna weekend ama yani hivyo tu inatokeaga tu siku wote tunajikuta tupo kwa bibi. Bibi hataki nilale peke yangu. Bibi anataka nilale naye. Naenda nalala na bibi, tunakuwa tunaongea nini hivyo. Sasa kuna vitu fulani bibi ambavyo alikuwa ananiambia mpaka nikawa najiuliza huyu bibi labda kwa sababu mzee, kwa sababu bibi yangu alikuwa mzee kipindi hicho, yani alikuwa na miaka kama 80 kitu hivi kwa mzee. Nikawa naanza labda bibi mzee hivi vitu anavyoongea kwa sababu labda ni mzee au labda anapoteza kumbukumbu nini hivyo. My dear, ningejua. Mara siku ananiambia hivi Lizi mjukuu wangu, nikikupa vitu vyangu utapokea? Mimi tena bibi ukinipa vitu vyako bibi unanipaga hela, bibi unanifichiaga vitu vya maana, bibi unanipaga nini? Mimi nikatae hapa na nikamwambia bibi nitakubali. Tena nilisema kwa bashasha, bibi nitakubali, siwezi kukataa. Bibi akaniambia mjukuu wangu ndio maana nakupenda yani. Yani bibi alikuwa ananipenda kiasi kwamba nilikuwa najua hakuna mjukuu ambaye anapendwa kama mimi pale kwa bibi. Yani mimi bibi alikuwa ananipenda. Yani bibi kunipanipa viela, bibi yani tukienda nyumbani kama labda kuna sherehe nini tumekutana wengi wajukuu watoto, bibi akipewa hela, yani mimi mkiwa mnampa bibi hela mimi nafurahia kwa sababu najua hizo hela ni za kwangu. Bibi ananipa. Wakiondoka tu, Lizi mjukuu wangu uko wapi? Niko hapa bibi. Haya njoo, naenda nakwambia naenda kupokea mpunga, nakwambia sio shida zangu. Sasa siku hiyo nikawa nimeenda kwa bibi, akawa amempigia simu mama amemwambia naomba Lizi aje, nikawa nimeenda. Nikakuta hata hamna hata watu. Kuna watu lakini sio watu ile watu wengi, ni watu tu ambao walikuwa wanakaa pale pale, maana kuna watu ambao bibi amewasaidia wanaishi hapo ambao sio familia. Kuna familia zile za mbali ambao nao wamepewa sehemu zao huko wanaishi nini hivyo. Nikaenda nikakuta hamna hata watu. Nikamuuliza bibi mmenitania, akaniambia hamna, nimekuita tu mjukuu wangu, nimetaka nikuone kwani kuna shida? Nikamwambia bibi hamna shida. Hapo najua nikiondoka naondoka na maokoto. Basi sasa siku hiyo tukawa tumelala usiku, tukisha tumeamka. Tulipoamka bibi akaniuliza, Lizi, ulisikia mtu akiwa anagonga usiku? Ulisikia mtu akiwa anagonga usiku? Mimi tena usingizi kama pono. Nikamwambia bibi mimi sijasikia chochote. Akaniambia kama hujasikia? Nikamwambia hapana. Akaniambia basi mjukuu wangu, ukisikia mtu anagonga usikubali, usiitike. Mtu akiwa anakuita usikubali, labda usikie jina langu. Ukisikia jina langu nikiwa nakuita mjukuu wangu kubali. Nikasema haya. Lakini sikusikia mimi mtu yoyote mpaka nimekaa pale kwa bibi karibu wiki, sijasikia mtu yoyote, sijasikia chochote. Kwa hiyo mimi nikaona huyu bibi naye ana matatizo ya kusahau. Sasa siku hiyo akaniita tena, nikawa nimeenda mwenyewe. Nimefika, akaniambia mjukuu wangu, nimekuita kwa sababu niko serious, nataka nikuulize. Mjukuu wangu, nikikupa vitu vyangu utapokea? Serious, yuko serious ya cheki. Nikikupa vitu vyangu utapokea? Nikamwambia bibi nitapokea, mimi sina shida yoyote. Lakini nikawa nashangaa, huyu bibi ananiambia akinipa vitu vyake atapokea vitu gani? Labda manyumba, labda manini, mimi sielewi. Nikawa nimetoka nimeenda nyumbani. Nimefika nyumbani nikaenda nikamkuta mama, nikawa nimemwambia mama, hivi mama, unajua nikienda kwa bibi kuna vitu ananiulizaga mimi sielewi. Mama akaniuliza anakuulizaga nini? Nikamwambia bibi huwa ananiulizaga, hata leo nimetoka kwa bibi ananiuliza eti hivi Lizi nikikupa vitu vyangu utapokea? Mama akaniuliza amekuuliza hivyo ukamjibuje? Nikamwambia nimemwambia ndio. Akaniuliza umekubali umekataa? Nikamwambia nimekubali. Wewe mamangu akaanza kulia kama kuna msiba, nakwambia kalala chini akagaragaza, akaniambia mwanangu, jamani kwa nini umekubali? Mimi nikamwambia mwanangu, kwa nini nimekubali nini? Bibi ananipaka vitu hivyo, kwa nini mimi nikatae? Ananiambia sio hivyo, hujaelewa mwanangu, yani jamani mimi sikutaka kabisa, nilijua haya mambo yatatokea. Mimi sasa hajanielezea chochote, hajaniambia chochote, yeye analia tu. Akampigia baba akaja. Kuingia ndani huko nikasikia wanaanza kufokeana wenyewe. Baba anamwambia nilijua tu mamako lazima atampa mtoto wangu na nilikuwa sitaki, nisha kwa muda mrefu mamako anampenda mtoto wangu sana, sio kwa sababu gani, sio kwa sababu gani, kwa sababu anataka kumrithisha matakataka yake. Mie tena hawa mbona wanagombana, mimi sielewi. Sasa kuna kipindi bibi akawa anaumwa, akawa anaumwa ile serious, akatuita wote, yani wote tukawa tumeenda, tumefika nini, mimi akawa ameniambia nikae, yani pale kwenye kichwa chake alipokuwa amekaa, nikawa nimekavu, akawa ameweka kichwa kwenye mapaja. Hapo bibi akaanza akawa ananiambia ninakufa, lakini nakufa nikiwa na furaha, nakufa kwa sababu najua vitu vyangu viko sehemu salama, nakufa nikiwa najua kabisa kama mrithi wangu amepatikana, nakufa nikiwa najua yani kazi yangu itaendelea. Mie tena kazi yako mrithi sielewi, wazazi vile wanavyogombana sielewi, kila mnayemuuliza haongei. Ila sasa watu walokuwa pale ndani kuna namna walikuwa wananiangalia kwa jicho la ungejua. Mama yangu akawa analia, nikajua kabisa huku kulia huku mama anakolia sio kulia msiba wa bibi. Huyu mama kuna vitu vingine analia. Maskini ya Mungu, hapo bibi akafariki. Bibi alipofariki misiba ikafanyika, 40 ikamalizika, kikao kikakalika, kikao cha mirathi.
Kikao cha mirathi kimefika, wakaanza kugawa nyumba. Nyumba imebaki kwenye familia, hakuna mtu yote aliyoipata ile nyumba ambayo ndio ya moja kwa moja. Na sababu ni kwamba bibi, hiyo nyumba iko kwenye familia yetu miaka na miaka. Kwa hiyo yani mtu ambaye atakayerithi mizigo za bibi ndio ataenda kukaa pale. Lakini sio kwamba eti atamiliki kwamba ni ya kwake, anaweza kubadilisha chochote ya nani, kwamba ataenda kukaa pale, watu wataendelea kukaa pale, familia zitakuja zitaondoka, hivyo hiyo nyumba itabaki kwenye familia hivyo. Vimegawiwa vitu, bibi alikuwa na biashara zake, zimegawiwa, kila kitu kimegawiwa, ikafika kwenye swala la hela. Bibi alikuwa na pesa. Pesa zikagawiwa kwa wajukuu wengi, lakini portion kubwa ya zile pesa nikawa nimepata mimi. Kwamba pesa nyingi kiasi, yani kama robo hiyo pesa nikawa nilipewa mimi peke yangu, afu hiyo nyingine ikawa imegawiwa kwa wajukuu wengine, wote wajukuu vitukuu nini hivi. Sasa bwana, naona yule mgawaji wa mali akawa serious, nakwambia akabadilika, akawa serious, kageuka kaniangalia, watu wakawa wameshika tama wanaangaliana. Sasa yani kana kwamba sio anasubiri mtu amekufa au nini, mimi hata sielewi. Ndio kuanza kuongea mama yetu amefariki. Baada ya kufariki wote tunajua mrithi wake ni nani. Mrithi wake alishamchagua na mrithishwaji mwenyewe alishakubali. Kwa hiyo hili jambo halitokuwa zito. Hapa tu ni kumuita mzee fulani aje amkabidhi. My friend, mimi nashangaa sielewi kinachotokea, namgeukia mama analia. Ndio yule mzee kuletwa, akaja na wabibi wengine, wabibi wa mama wamekuja na kuambia kama Kigoma kile wana furaha, wamekuja wanasherehekea, mimi sielewi. Wakaja na kuambia, huyo mzee akaja na kuambia, alivyofika tu nakwambia kabeba mfimbo mzito, na kuambia kama kwenye movie ya Kinigeria. Kafika pale katikati ya sebule na kuambia kaupige ule mfimbo chini kama kwenye movie za Kinigeria, na kuambia nyumba ikatetemeka kama kuna tetemeko la ardhi. Nikajiuliza nikao kifimbo tu kimefanya hivyo au kuna nini kingine? Kufika na kuambia amefika, ananiangalia, anatabasamu, anacheka anaangalia huku na kule. Akasema yani bibi yenu alifanya chaguo zuri sana. Yani mimi nilikuwa namwamini, yani kiongozi wetu yule alikuwa, yani nilikuwa namwamini sana kiongozi wetu. Mimi tena kiongozi. Ndio wakaja wakakaa chini, mzee akaja anaongea na sauti ya mamlaka, Lizi, unajua wewe ndio mrithi wa bibi yako, wewe ndio mrithi wa mikoba yake, wewe ndio mrithi wa kila kitu. Ndio kuanza kunielezea. Bibi alikuwa mchawi. Tena sio mchawi wa kawaida, bibi alikuwa kiongozi wa wachawi. Na alochaguliwa kufanya hayo mambo ni mimi. Yaani vile alivyokuwa ananiambia sijui umekubali umekataa, ni mimi ndio alikuwa ananiuliza nitakubali nitakataa uchawi, na hakuniambia vyote, na hakuna aloniambia vyote, ndio akaja kuvisikia pale. Kwamba umekubali kurithi uchawi. Wewe ushakubali, sasa hivi hapa kinachotakiwa kufanyika ni wewe ukabidhiwe mizigo, ukabidhiwe vitu vya bibi yako, ukabidhiwe mikoba, alafu uanze majukumu yako. Mimi mwenyewe ambaye ndo nilikuwa alikuwa ni kama msaidizi wa kiongozi ambaye ndo bibi yangu. Mimi kama msaidizi wako, mimi ndo nitakufundisha majukumu na utajua majukumu vizuri na kazi utazijua vizuri. Mimi ndo natakiwa nikusimamie. My dear, nikashtuka na kwambia, nikaanza kulia, nikawa nasema hapana, mimi sijakubali. Akainuka mjomba sasa. Akaanza kuelezea, unajua Lizi, sio kwa ubaya, huu uchawi wa bibi yako ulikuwa sio uchawi wa ubaya, uchawi wa bibi yako ulikuwa ni uchawi wa kinga, ni uchawi ambao ulikuwa unakinga familia yake, unakinga ukoo wetu, ndio maana mambo yetu yako vizuri, ndio maana sisi tumesoma, tuna kazi zetu, tuna maisha yetu, familia zetu ziko vizuri. Hiyo ni kwa sababu ya bibi ya huu uchawi. Na sasa hii mikoba haitaki kuondoka kwenye familia, iko miaka vizazi na vizazi vyote hivyo ni kwa uzuri. Kwa hiyo yani hii mizigo yani huu mkoba unatakiwa ubaki kwenye familia, huu mkoba unatakiwa uendelee, huu mkoba unatakiwa kwenda popote. Lakini bibi, huu mkoba alikuwa harithishi kila mtu. Yani mabibi zetu walikuwa hawarithishi kila mtu. Walikuwa wanarithisha mtu mmoja wanayemchagua, na wewe ndio ulikuwa umechaguliwa. Jamani, naomba usikatae, na kuambia wakaanza wote na shangaa, Lizi kubali. Mimi tena Lizi kubali, nikasema Mungu wangu. Yule mbaba sasa ambaye ndio amekuja kwa ajili ya kuja kunipa mikoba sasa kwa maelezo yao. Akainuka alipokuwa amekaa, maana alikuwa kakaa. Kaja na kuambia sijui hata mkono wake unaenda, kaja akanishika kwenye utosi. My friend, nikiwaambia kwamba sielewi tena kinachotokea, nikajikuta tu nakubali. Akaniambia inuka twende nje. Nikawa nimeinuka kama zumbukuku namfuata. Tumefika nje, ananiambia vua nguo. Na nivue nguo? Vua nguo zote nikufanyie dawa. Nikasema masuala ya kutaka kunibaka, yani kapiga kelele, nikamuita mama. Mama akaja ananiambia, mwanangu, vua nguo hizo, ndio mila, ndio unatakiwa ufanyiwe mila. Unatakiwa upeleke kwenye kile chumba cha bibi yako pale, uende ukakabidhiwe mikoba. Hicho chumba cha bibi ni chumba ambacho yani hakuna mtu aliyokuwa anaingia, ni bibi tu alikuwa anaingia mle ndani, anaingia na hao watu ambao nilikuwa naonaga sio ndio viongozi wenzake, sio ndio akina nani huko ndani. Kulikuwa ni miaka na miaka hicho chumba kiko pale, hakijawahi kuingilia, hakijawahi kufanya nini, ndio naambiwa natakiwa niingizwe mle ndani kwa ajili ya kwenda kurithishwa uchawi, kwa ajili ya kwenda kupewa mikoba yangu. Lakini hapo inabidi kwanza niogeshwe dawa, nikaogeshwe kwenye kaburi la bibi. My friends, kwanza kabla ya kuingia kwenye kile chumba, mganga kumbe alikuwa anakuja na wasaidizi wake. Akaniambia tutoke nje. Nikawa nimetoka, na kwambia wasaidizi wake wamekuja na mindoo ya midawa. Kufika pale nje, mganga ananiambia haya, vua nguo. Yuko serious. Nikajiuliza nivue nguo mganga hata unibaka. Nikaanza kulia, nikamuita mama, mama njoo. Mama akatoka. Nini analia, nakwambia macho yamevimba, nakwambia yamekuwa macho yamevimba mekundu. Mimi nashangaa mama analia nini, tangu kipindi hicho bado analia mpaka leo analia. My friend,
Mama akaniambia mwanangu ulikubali vua tu nguo. Mimi tena ikabidi mama aje anisaidie kuvua nguo, nakwambia mganga akanipiga midao kwanza, picha linaanza ile midao imeanza kunigusa, nakwambia kichwa kikasisimka kama maruhani yameingia, kama kuna mdudu ameingia, kama kushika kupishana na mtu ondoka ukafikiria labda huyu mtu labda ni jini, jinsi ambavyo unaposisimka. Mwili ukasisimka, kichwa kikasisimka, kichwa nakwambia kikae, unaelewa vizuri. Tukamaliza kuogea, akamaliza kuniogesha zile dawa, nakwambia akanichukua ndio akanipeleka kwenye kile chumba. Sasa kile chumba cha bibi ambacho hakuna mchezo, hakuna mazoea, hakuna nini, yani tulikuwa tunajua kabisa kama bibi akiingia mle ndani, fanyeni utundu wote lakini sio kuingia mle ndani. Kwa hata sijawahi kujua kile chumba kina nini. My dear, si ndio nikaenda. Mganga ananiambia wewe hicho chumba ni cha kwako, wewe ndio unatakiwa uingie uko wa kwanza, wewe ndio unatakiwa ufungue, ndio unatakiwa uingie, watu wengine ndio waingie. Mimi ndio chumba changu, chumba cha bibi ambacho tulikuwa alikuwa atakinacho mchezo, mimi ndio chumba changu. My dear, mind you, hapo nina miaka kama 16. Nikaenda akaniambia fungua mlango, nakwambia nikafungua mlango nikaingia ndani. Kwanza picha linaanza, nilipoingia tu mle ndani nakwambia nikasikia kama kitu kimenipiga kichwani. Nikaanza kusikia my friend, nikajikuta tu nimekaa, ndio kitu cha mwisho ninachokumbuka. Nakuja kuzinduka sasa, ndio nakuja kuangalia kuna nini. Niko chumbani kwa bibi ambako ndio chumba na mimi pia nilikuwa nakaa, kwa sababu nilikuwa nikienda kwa bibi jinsi anavyonipenda, alikuwa hataki nikae kwenye vyumba vingine. Kwa hiyo ni chumbani kwake. Nikaenda nikajikuta nimekaa pale, nakwambia kuna wabibi wazee wa babu sijui wako pale, wa mama wengine nakwambia wapo wamefurahia, wanasherehekea, nakwambia wapo wanaimba imba, hongera mwanetu, umekuwa mkubwa, hongera sana jamani, sijui nini, mimi sielewi. Hongera ya nini? Mama bado yuko kule. Mama bado yuko kaka kuna kule anaangalia kwa uchungu, yani kama vile ni mwanangu ungejua. Bibi hapo sasa anashindwa. My dear, kuna bibi mmoja akaje pale katika wale wa bibi. Akaniambia mjukuu wangu, naona kama huelewi, nataka nikuelezee, nikwambie kinachoendelea ili uelewe, kwa sababu naona kama unatoa macho. Nikasema alhamdulillah, mtu anielezee kwa sababu sielewi kinachoendelea. Yule bibi akaniambia, bibi yako alikuwa mchawi. Sio mchawi. Bibi yako alikuwa kiongozi wa wachawi. Kwa hiyo umerithi mikoba. Kuanzia leo wewe ni kiongozi wetu, my friend. Sio kiongozi mdogo, ni kiongozi wa ile eneo. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa, kwa sababu ushakabidhiwa uganga, ushakabidhiwa uchawi, kule ulipokuwa kwenye kile chumba ushakabidhiwa kila kitu, ushakabidhiwa. Kwa hiyo hapa ni swala la wewe kuanza majukumu yako. Majukumu yako unayaanzaje? Ni kuhama kutoka Dar es Salaam, kutoka kwa wazazi wako, uje ukae hapa. Kwa sababu humu ndani ndio kuna kilinga cha bibi yako, humu ndani ndio kuna kila kitu cha bibi yako, na humu ndani ndio kuna mizimu, kuna majini yote. Kwa hiyo yani hapa unatakiwa uwepo kwenye hii nyumba. Sio, unanielewa? Hapo wajomba na washangazi wote wako wanatikisa tu vichwa, wanakubaliana. Sio, unanielewa vizuri? Mjomba akaja akaniambia, mwanangu, unajua naomba nikuelezee kidogo. Nikamuuliza, nikamwambia okay, nakusikiliza. Akaniambia, unajua bibi yako alikuwa mchawi, lakini uchawi wake ulikuwa sio mbaya. Kuna uchawi ambao sio mbaya. Uchawi wake ulikuwa sio mbaya, uchawi wake ndio umetusaidia, umetulinda sisi, ndio maana unaona tumesoma, na kweli wote wamesoma. Wajomba zangu, sisi mama zangu wadogo wote wamesoma, wana maisha yao. Ndio maana unaona sisi tumesoma, tuna maisha yetu, tuna mali nini, maisha yanaendelea kama unavyoona, kwa sababu ni uchawi wa mama yetu ulikuwa unatulinda. Kwa hiyo alikuchagua wewe ili urithi mikoba yake. Kwa hiyo wewe ndio inabidi uendeleze huu uchawi wa bibi yako ili mambo yaendelee kubaki kwenye familia yetu. My friend, nikikwambia nilichoka, nitakuwa yani nawaambia hivi, nilichoka yani, japokuwa nilikuwa nimekaa chini, nikawa natamani tena nikae chini. Nikaanza kulia. Nikamwambia mama, kumbe ulikuwa unajua ni mambo ya uchawi, mbona ukuniambia? Mama akaniambia bibi yako alikataa usiambiwe mpaka ukubali, ndio maana hakukuambia yeye mwenyewe kwamba anakurithisha uchawi. My dear, nikainuka nikakimbia, sikusubiri hata kuambiwa, sikusubiri kupewa nauli. My friend, nilikimbia nikafika barabarani. Kuna mama mmoja hivi ambaye ni kuna mkafanya ambao tunataka kununua vitu, nikamwambia naomba shilingi 5,000, akanipa. My friend, nikapanda gari huyo nikarudi nyumbani. Mama akawa anapiga simu sipokei. Baadaye akaja nyumbani alikasirika, ananiambia wewe ushakubali, unataka kutudisappoint pale. Kulikuwa kuna baadhi ya vitu zilikuwa hazijamalizika, kwa nini umeondoka? Umeniaibisha sana. Ulikuwa ushakubali, umekubali mwenyewe, kwa nini umekimbia? Nikamwambia mama, full stop kwanza. Nilikubali kwa sababu nilikuwa sijui. Sikukubali nikiwa najua kwamba eti ni uchawi, afu nikakubali kwamba ni uchawi, nilikuwa sijui. Mama akaniambia, lakini ulishakubali, kwa sasa unataka kufanya nini? Nikamwambia sitaki kufanya uchawi, mimi sio mchawi na sikubali huo uchawi. My dear, sinikajua ameisha. Sinikajua unakataa tu yanakupita. My friend, tumegombana. Kuna mama akawa amenuna, ameenda kuendelea na shughuli zake, baba akawa amekuja, wanaendelea na mambo yao huko ndani. Nakwambia, namsikia mama analalamika, namsikia baba analalamika, baba anafoka, mama anafoka, hata sielewi. Ikafika usiku, nimedaka kulala. Nimelala, nakwambia inafika saa, yani nikashtuka tu, yani mimi huwa nina usingizi mzito sana. Kuna time nikashtuka tu, naangalia saa, pembeni ya kitanda changu kuna saa. Yani nyumbani kwetu almost I think kila chumba kina saa. Almost kila chumba kina side bed. Kwa hiyo mara nyingi kuna saa, kuna nini, simu nini hivyo. Naangalia saa ni saa 6. Naangalia saa ni saa 7. Saa 7 na dakika kama 15. Nikajiuliza kilichonishtua ni nini? Mbona kama sijaamshwa na kusikilizia hamna. Hapo mind you, kuna taa ndogo zile bed lamp ndogo tu ambazo huwa tunawekaga kwa pembeni hapo kwenye kitanda ili kusiwe na giza totoro. Naamka, taa zote chumbani zimewashwa. Na nilizima taa. Kwanza mimi sipendi kulala na taa, hata nikilala na taa yani usingizi hautokuja. Taa zote zimewashwa. Nikajiuliza, huyu alowasha taa ni nani? Hapa nimesahau. Nikainuka nikaenda nikazima. Nikarudi nikaenda kulala.
Ile nataka tu kulala usingizi, unajua ile bado uko kwenye usingizi, uko macho, uko kwenye usingizi, nikasikia tena taa imewasha. Nafungua macho kule taa imewaka. Alafu hamna mtu. Nikajiuliza hii switch ina tatizo au ni kitu gani? My dear. Nikaenda nikazima tena, nikaja nataka kulala. Kama sasa sijalala inaingia kwenye usingizi, macho usingizi, macho usingizi, my friend, nikasikia chini ya uvungu, Lizzy. Ni sauti ya nani? Ni sauti ya bibi yangu aliyofariki. Nikajiuliza nikapiga kelele nikasema bibi. Akaitika niambie mjukuu wangu. Nikaanza kutetemeka na nakwambia nilijikojolea, nikiwadanganya sikujikojolea, nitakuwa na wadanganya my friend, nilijikojolea. Nikasikia tu bibi ananiambia, mjukuu wangu, najua nilikuwa nakupenda sana. Na wewe ulikuwa unanipenda sana. Lakini kwa nini umekataa vitu vyangu mjukuu wangu? Mbona sio kwa nia mbaya? My dear, nilikuwa natetemeka na hisi kama yaani naishi hata nyumba yote ilikuwa inatetemeka. Nikapiga kelele mmoja nakwambia mpaka majirani wakaja kufunga mlango. Mama anakuja alichofanya yani akaja akanikumbatia, hakuuliza kwamba imekuwaje, hakuuliza, akaja tu akanikumbatia, akaniambia mwanangu pole sana. Najiuliza mambo yenyewe ndio haya, mbona kama mambo yashaanza kuwa meusi, yani mtu alokufa kujaje kunisemesha. Basi nikawa asubuhi nimeamka, nikawa nimeenda zangu shule kama kawaida. My dear, mimi darasani ilikuwa nikiwa yani kifeli sana, nimekuwa mtu wa tatu. Nikaenda zangu katika shule, tukaingia madarasani hivi. Yani tulipoanza tu kufungua madaftari kusoma, kila nikifungua daftari nataka kuandika na sahau. Nafungua kitabu nataka kusoma sielewi, naona kama namba zinapishana, zinapanda juu, zinashuka chini. Nikiangalia ubao naona kama kuna ukungu yani. Kwa nisiye kasema wagonjwa wa macho kanisema. Ubao na ukungu, sioni chochote. Mpaka ile siku natoka pale darasani sijachukua chochote. Yani kama mtu angeniuliza kwamba leo tumesoma nini, sijui nilichokisoma. Nikarudi nyumbani, kaenda nikamwambia mama, kuna 1 2 3. Mama akanikumbatia tu akaniambia pole mwanangu. Ananiambia pole mwanangu. Hayo yote yatapita, lakini ili yapite inatakiwa wewe ukubali bibi yako. Mimi nakubalije? Ile wiki yote nimeenda shule sielewi, naona namba zinapishana ukutani, zinapishana kwenye vitabu. Nikiangalia kwenye daftari kile ninachotaka kuandika nakwambia najikuta tu nimesahau, nikiinuka nakumbuka, nikishika pen nataka kuandika na sahau. Ubaoni namba zinapishana na una ukungu sielewi. Siku hiyo mama akaniambia mwanangu, utajisumbua. Utasoma, utaenda darasani, utafanya kila kitu lakini unajisumbua. Hakuna shule ambacho yani lazima mpaka ukubali, yani mpaka uanze kwenye majukumu yako. My dear, usiku nalala nasikia Lizzy, nakupenda mjukuu wangu. Mie tena Lizzy, nakupenda mjukuu wangu mimi wapi? Sasa ile siku wakati nakabidhiwa vitu, wananiambia sio nakabidhiwa vitu, kwa kuna kichungu fani viki ukubwa. Yaani ni chungu kikubwa sana, sijui ndio ilikuwa ndo mkubwa mzima wa mambo yote yale ambayo ndio ilikuwa main point. My dear, siku ya nalala nimelala zangu usiku kama kawaida. Taa ikazimika, taa ya pembeni ya naniliwi ikazimika. Nikajiuliza hii taa tena imezimika, labda imeharibika, lakini wakati huo sasa mambo yanayotokea si ashumu tena, kwa sababu nilikuwa najua kuna kitu lazima kitakuwa kinaendelea. Nikainuka niende nikawashe taa. Nainuka natembea kwenda kuwasha taa, nikawa kama nimejikwaa, kuna kitu nimejikwaa. My dear, nikakimbia nikaenda kuwasha taa. Guess what? Kile chungu ambacho kiliacha kwa bibi kiko pale katikati ya chumba changu. My dear, nilitoa kilio hicho na hisi watu wa mtaa wa 10 walisikia. Mama akaja. Namwambia mama, nani kaleta hichi kichungu hapa? Mama ananiuliza kichungu gani? Namwambia mama, hichi kichungu hapa na kichungu chenyewe kinafuka moshi. Namwambia mama, wewe ndicho chungu hapa ambacho kilikuwa kule kwa bibi ambacho mlikuwa mnataka kumalizia kunipa. Mama akaniambia, mwanangu, mimi sioni kichungu lakini nakuelewa. Pole mwanangu. Nikamwambia hakuna cha pole, sasa this is too much. Nikaenda sasa nikakaa kitandani, nikaona yani sielewi mama, nimekaa naye, nikamwambia mama, siwezi kulala ndani. Siwezi kulala peke yangu. Mama akaniambia sawa mwanangu, nakuja kulala na wewe. Mama akaja akawa amekuja kulala na mimi. Si ndanielewa vizuri. Imefika ni mida imeenda nikawa nataka kwenda kukojoa. Yani nikawa nimebana na kukojoa kishenzi, yani nikaamka nikaenda zangu hivi chooni, maana kuna choo ndani chumbani kwangu. Nafika nikawasha taa ya chooni moja kwa moja. Nikaenda nikakojoa. Wakati narudi, somehow ule mwanga wa chooni ukawa umekuja mpaka pale kitandani. Guess nilimwona nani? Nikamwona bibi. Serious, bibi yuko pale kitandani. Alafu kalala hivi, alafu yuko anatabasamu. Najiuliza nikashtuka, nakwambia nikapiga kelele. Guess what? Mama anakuja anagonga mlango. Kumbuka alipokuja kaingia mle ndani, akaniambia mlango tusifunge in case kama kuna chochote kitatokea baba yako aweze kuingia bila shida yoyote. Mama anagonga mlango. Anajaribu kufungua mlango, umefungwa. Ndio nikaenda nikafungua ile mlango. Guess nani alioingia? Ni mama. Akamuuliza, wewe imekuaje mbona unapiga kelele usiku? Usiku nikamwambia mama, tulikuwa pale kitandani kuangalia kitandani, bibi hayupo, mama hayupo. Mama ndio huyu. Akaniambia mimi leo mbona nilikuwa nimelala muda wote. Nikamwambia mama, usikie mara kwanza nilipopiga kelele. Mama ananiambia hapana, sijasikia. Na alokuja sio mimi. Ila akaniambia tu mwanangu pole.
Kesho yake asubuhi nikaamka nikataka kwenda shule, baba akaniambia usiende shule, kwa sababu nataka twende. Tukawa tumetoka, tumerudi kule kwa bibi. Tumefika kule, akaitwa yule mzee. Akaelezea mambo yaliyotokea. Yule mzee akasema, yani bibi yangu hawezi kupumzika. Hawezi kumwacha huyu mpaka achukue majukumu kwa sababu alishakubali. Na mambo yote yale ya kumkabidhisha yalikuwa yashafanyika. Kwa hiyo kuna jambo moja tu ambalo lilikuwa limebaki, kuchukua kile kichungu na kuongelea maneno kwamba mimi fulani nimekubali. My dear, nikawaambia mimi, nikafika pale nikawaambia mimi sitaki kuendelea na haya mambo. Mimi sitaki kabisa haya mambo. Yule baba akawaita, wakaitwa wale wenzake ambao ndio wenye chama chao. Wakaja wakakaa, wakaongea, sisi tukawa tumetolewa nje. Wakaongea, walimaliza, wakaja huyo mama akaja akaniambia vua nguo, nikavua nguo. Nikamwambia lakini kama ni masuala ya kunikabidhisha huko nilazimisha, mimi nishakataa. Akaniambia hapana, akaniambia vua nguo, nikavua nguo. Kuna dawa akaniogesha nazo. Alipomaliza kuniogesha, kwa sababu bibi alikuwa kaziko kwa nyuma ya nyumba, akaniambia njoo. Nikawa nimempata, akaniambia piga magoti hapo kwenye kaburi la bibi yako kwa hapo mbele pale kwenye msalaba. Piga magoti, lia kwa uchungu. Mwambie bibi yako kwamba kweli unampenda, lakini hautaki mzigo wake, hautaki majukumu ambayo amekuachia. Maidia, swala la kulia kwa uchungu, nililia kwa uchungu na hisi hata mizimu kweli ilinionea huruma. Nikamwambia bibi hapana, bibi sitaki hayo majukumu. Mimi nataka tu niwe mtu wa kawaida, nikule na kupenda, nilikubali lakini sikujua, naomba unisamehe. Sasa kuna mjukuu fulani hivi wa bibi, ni mtoto wa mama yetu. Ni mtoto wa ndugu hapo. Yeye alikuwa ana kilele sana. Unajua yule mtu ambaye yani bibi kwa sababu alikuwa ananipenda mimi, nikawa naona jinsi ana hasira. Kuna wakati mwingine anaweza kafanya kitu akaenda kunisingizia kwamba mimi nimefanya. Nitakuja kuwasimulia story wakati mwingine. My dear, yule kumbe alikuwa kakubali. Alikubali yeye kwamba ataliba hayo majukumu. Kwa hiyo nilipoenda pale kaburini nikaenda nikalia, nikapakwa dawa nikalia, nikamwambia bibi majukumu siyataki. Yule binti naye akapewa dawa, akaambiwa aje apige pale, akaomba majukumu. Najua bibi ulikuwa unipende, najua bibi ulikuwa unielewi, lakini naomba haya majukumu. Yule binti naye akaogeshwa dawa, naye akaja akapiga magoti pale kwenye kaburi. Akamwambia bibi, mimi najua wewe ulikuwa unipenda, najua ulikuwa unielewi, ulikuwa uniamini, lakini naomba mimi huu mkoba. Naomba mimi nichukue majukumu yako. My dear, nilisikia kishindo kama kishindo cha wakoma kwa babake. Nikasikia nywele zimesisimka. Yaani somehow nikasikia kama, unajua wakati nimekabidhiwa pale mara ya kwanza kuna kitu nilisikia kama kimeniingia, nikasikia kama kile kitu kimetoka, yani nywele zikasimama. Yule binti akadondoka, nakwambia alipodondoka wakamchukua akampeleka kwenye kile chumba. Mimi wakaniambia vaa nguo, hizi dawa nenda kaogee, na ukiwa unaogea hizi dawa huo unasema kwamba bibi mimi haya majukumu nakupenda sana, lakini majukumu mimi siyataki, wewe unanuia ndani ya mwezi mzima. Ndio nikaenda kuogea zile dawa, nikanuia vile jinsi ambavyo bibi majukumu siyataki, majukumu siyapendi, sijui nini hivyo. Sijui nanielewa vizuri. Na wale watu wakaniambia, kwani bibi yako atakuacha na wewe majukumu hayatakuwa ya kwako, lakini kunaweza kukaa kuna madhara yoyote, kwa sababu bibi yako lazima atakuwa na hasira tu. Nikaenda kichwa kinaniuma. Yaani nilijua tu lazima hichi kitu kitokee, kichwa kinaniuma. Nikamwambia bibi haya majukumu, nikawa nanuia vile nini, wakaniambia labda kutakuwa kuna madhara yoyote, kwa hiyo nijipange kivyo vyote kile. Madhara yanaweza yakawa sasa hivi au madhara yanaweza yakawa baadaye, madhara yanaweza yakaja baadaye. My dear, nikaongea zile dawa nikamaliza, uwezi amini. Niliporudi darasani maisha yangu yakarudi kawaida, nikawa naweza kusoma kama kawaida, maisha yangu yakawa vizuri. Yaani kila kitu kikawa kama kawaida, nikawa tena nimerudi pale kwenye grade zangu nini hivyo, maisha yakaendelea. Nikamaliza shule, nikaenda chuo, nikamaliza kila kitu nikamaliza. My dear, kuhusu kutafuta kazi nimetembea kila sehemu unayojua. CV zangu ni nzuri sana. Yaani nikipeleka CV kwenye ofisi yoyote, wananiambia CV yako ni nzuri sana. Yaani wewe ni mtu ambaye tulikuwa tunakutafuta. Ila nikishatoa mguu wangu kwenye ile ofisi, sitopigiwa simu. Hata nikienda pale kwenda kuulizia mtu namjanipigia simu, ananiuliza kwani wewe nani? Nawaambia mimi nileta CV yako, nileta CV mbona hatukukumbuki? Nimetafuta kazi miaka na miaka, my friend, sijawahi kupata kazi. Uzuri ni kwamba nilipata mwanaume ambaye anajiweza. Kwa hiyo yani nikaamua tu kuwa mama wa nyumbani, nikaolewa nikawa mama wa nyumbani hivyo. Nilipojifungua mtoto wangu wa kwanza kidogo nife, my friend. Sio kidogo nife. Mpaka wakaitwa tena wale wazee, kwa sababu mpaka manesi wakawa wanasema sasa tuje kuona hichi kitu. Yaani mtoto katoka, kichwa kimetoka, lakini kagomea. Wakijaribu kuvuta ile wanapovutaga kawaida na kuambia mtoto, wakajaribu kuvuta kichwa mtoto hatoki, wakasema hichi sio kitu cha kawaida, hatujawahi kukiona. Ndio ikabidi wale wazee wapigiwe simu kwamba kuna kitu fulani kinaendelea huko, sijui walifanya nini huko wenyewe, sijui walienda wapi wenyewe. Ndio mtoto nikajifungua. Walipomaliza tu wakasema haya, huyu atajifungua sasa. Nikajifungua, mtoto akatoka, mtoto yuko vizuri, maisha yako vizuri, kila kitu kiko sawa. Nikaambiwa tena inabidi urudi pale tena kaburini kwa bibi yako uende ukaombe. Yaani chochote kile unataka kwenda kukifanya inabidi wewe unaomba. Ndio nikakumbuka, kwa hiyo ndio maana inawezekana ndio maana sipati kazi. Nikaenda pale
nikasubiri kwanza kutoka kwa hivi kama na miezi 3 hivi, ndio nikaenda pale kaburini kwa bibi, nikaenda kumwambia bibi, ninakupenda, najua ulikuwa unanipenda, najua majukumu ulikuwa unayataka, lakini mimi please, majukumu yako mimi niliyakataa, sio kwa ubaya, sio kwa sababu nilikuwa sikupendi. My friend, uwezi amini, kuanzia hapo nilipigiwa simu karibu na kampuni 10, zaidi ya 10 wananipigia simu, wananiambia tulikuwa tunakutafuta tukupate, sijui hata ilikuwa kuwaje, wananiita kazini. Nikaja kupata kazi kwenye shirika moja hivi, mashirika haya nje, mshahara nalipwa mshahara mzuri. Sasa hivi ni kwamba nikibebaga mimba naendaga pale kampuni kwa bibi, naenda kumwambia please, naomba usiniue, naomba usiniulie mjukuu wangu, nakupenda. Naenda naongea hivyo, naenda na moga pombe, alikuwa anapendaga togwa, naenda na moga togwa, chakula ambacho alikuwa anakipenda nakipeleka pale kaburini, naacha maisha yako vizuri, najifungua vizuri. Sasa hivi na watoto wangu 5 na familia yangu na kazi yangu, niko vizuri, nimejenga na gari na maisha mazuri. Yule sasa aloreti hivyo vitu, hiyo story nitakuja kuwasimulia story wakati mwingine, lakini niwaambieni tu sio poa. Yaani kisanga chake anakiona, kwa sababu aliparamia vitu akajua vitu ni rahisi, lakini kisanga chake anakiona. Kwa hiyo story kama mkitaka, naombeni mniambie, nitawaletea hiyo story. My friend, nimemaliza. Hii story inatisha. Poleni. Mimi mwenyewe hapa nimetishika, afu kichwa kinaniuma. Mpaka nawaza sijui ni kitu gani, kichwa kinaniuma sana. Kwa hiyo jamani, asanteni kwa kuangalia story yangu. Poleni kwa kuwacheleweshia, mambo yalikuwa mengi jamani, lakini tumerudi hewani, tumerudi kama tujawahi kuondoka. Yaani sasa hivi ni story back to back. Asanteni kwa kusikiliza jamani, na asanteni kwa kuangalia pia. Naomba msisahau ku-comment, ku-like na ku-subscribe na kunifollow jamani. Please naombeni support yenu. Mimi siwaombi pesa, ila mimi naomba tu support yenu jamani, nawapenda. Kwa herini, bye. Bado nasubiri. Mpaka nikuchome. Haya. Bye.